unapokuwa una trade au unapokuwa unazingatia risk management yako, kuna vitu ambavyo tunakuwa tunavizingatia. Kitu cha kwanza huwa tunaangalia stop loss yetu, si ndio? Kwamba hii stop loss ni kubwa kiasi gani au ni ina mazingira kiasi gani. Then kuna vitu ambavyo sisi hatuvizingatia, search kuvizingatia kwa sababu tunasaidiwa na calculator, lakini kuna pips value, si ndio? Then kuna account size. Then kuna the risk amount. Ukiangalia kwenye hivi vitu hapa, hichi hauhusiki kabisa, si ndio? Hichi account size tayari ni fixed. Let's say ndio umeshanunua account, huwezi kusema tu kwamba kila siku nitakuwa naongeza. Then hichi tunakuwa recommended, tayari kuna kiasi ambacho tufanyaje, tukitumie. Hichi ndio kitu ambacho kina alter the amount ya lot size tutakayopata. Hichi cha stop loss ndio kinakuwa kina alter amount ya lot size ambayo tutapata. Sasa unakuta mtu, let's take an example, ana win rate let's say ya 30, of which is it's not a bad win rate. Ni win rate tu nzuri. Kiasi kwamba kwenye trade 10 yeye ana win trade 3, 7 ana lose, si ndio? Na kwenye kila 7 anazo lose, ina maana kama ana account ya $10,000 ana lose $30, si ndio? Na pia huyu mtu yupo kwenye stage ya trading ambayo kutokana na soko linavyoenda, hakuna pair ambayo let's say inampa labda pips 300 kila wiki. Most likely akiwin pair vizuri, si ndio, anapata pips 150, pips 200, that's maximum. Zingine zinakuwa 120, 100 na ngapi, si ndio? Sasa mtu anajiuliza kwa nini hizi trade nakuwa zinaenda hadi sehemu fulani afu naziacha zinarudi? Kwa sababu ye trade ikifika pips 150, kwanza unakuta alikuwa ameriski $30, lakini kwa sababu alikuwa ameriski $30 kwenye stop loss fulani hivi pana, stop loss fulani hivi kubwa, ni kama ana $150, 160, kiasi kwamba anaona hii ni kama 1:5 bado, si ndio? 1:5 bado yani bado hai chochote. Ni kweli amepata win technical wise ya pips 150, lakini ukija kwenye numbers side ni kama ana $150, si ndio? Hizi $150 akipata mara 3 $450,